Matumaini yangu ni kwamba umweli wa afya msikilizaji, muda umewadia wa kukuletea habari zetu katika lugha bora na tukufu la Kiswahili, na wapani mtasari wake. Wakati ambapo wakulima walikuwa wameshajiandaa vizuri kwa ajili ya mlimo katika eneo la sekta ya Lolenge, uhaba wa mvua umeleta tishio kubwa kwao, huku wakijiuliza lini wataanza kupanda mimea. Hilo ni tangazo la shirika la raia la mahali. Tutakuwa vile vile mkoani Kivu Kaskazini, ambako kuna habari zinazosema kwamba kulingana na ongezeko la visa vya utovu wa usalama ndani ya manispaa ya Bulengera mjini Butembo mkoani Kivu Kaskazini wenye kugubikwa na uvamizi wa usiku, shirika la raia linaomba vitengo vya usalama kuchukua wazifa wao vizuri na kuwa na ushirikiano na raia. Tutakuwa vile vile na ukurasa wa kimataifa kupitia mkutano mkuu wa 80 wa Umoja wa Mataifa ulioendeshwa siku ya pili ya Septemba 23 mwaka 2025. Rais Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo aliendesha madai kwa utambuzi wa mauaji ya Wakongomani kwa ajili ya uchumi. Kuna hayo na mengine mengi katika habari hizi ambazo zinasomwa na Mitaisi Ulonja Kakozi. Punde tu tunakujia na habari kamili. Habari kamili. Tume ya Taifa kwa ajili ya wakimbizi CNR kwa ushirikiano na HCR zinafuatilia kazi yao ya kurejesha wakimbizi Warundi wanaopatikana tarafani Fizi. Kwa ushirikiano na wadau wao walirejesha siku ya tatu ya tarehe 24 mwezi Septemba mwaka 2025 familia 56 za wakimbizi wa kambi za Losenda na Mlongwe. Miongoni mwao baadhi wanadai hali ngumu ya maisha, huku wengine wakidai kufurahi kwa kurejea kwao ili kuanzisha hatua mpya ya maisha. Tubaki tu katika eneo la Fizi, wakati ambapo wakulima walikuwa wameshajiandaa vizuri kwa ajili ya mlimo. Uhaba wa mvua umeleta tishio kubwa kwao, huku wakijiuliza ni lini wataanza kupanda mimea. Hilo ni tangazo la shirika la raia la mahali. Kabumba Luangela FM ni mwenyekiti wa shirika la raia katika sekta ya Lolenge. Kufatana kilimo, walimaji wanaendelea kuwa na wasiwasi mkubwa kufatana na jua ambayo inaendelea, na ijapokuwa wamekwisha jitayarisha kwa kupanda mimea fulani kama vile kalanga, mahindi na kadhalika, lakini kufatana na muda mrefu ambao jua limekamata linaingiza raia wote wa Lulenge wasiwasi kufatana na mimea. Hatujue kama itaendelea hivyo, hiyo mwaka itakuwa shida kabisa kwa walimaji. Huyo ameonyesha kwamba wafanyabiashara wanaridhishwa na hali hiyo. Tumsikilize. Wafanyabiashara wao kwa ngambo yao wanapendelea jua iendelee, kwa kuwa wakati jua iko barabara ya gari zinapita kwa urahisi, na wakati mvua zitaanza nyesha hakutakuwa circulation ya gari, na hapo mambo yao yote itakuwa yenye kusimama. Kama tulivyokujuza kwenye vichwa vya habari zetu ni kwamba kulingana na ongezeko la visa vya utovu wa usalama ndani ya manispaa ya Bulengera mjini Butembo mkoani Kivu Kaskazini wenye kugubikwa na uvamizi wa usiku, shirika la raia linaomba vitengo vya usalama kuchukua vizuri wazifa wao na kuwa na ushirikiano na raia. Kisa cha hivi karibuni kimeripotiwa usiku wa kuamkia siku ya tatu ya Septemba 24 mwaka 2025 kwenye kata la Mutiri, ambako mabandia waliendesha uvamizi na kupeleka vitu vya thamani. Matokeo kamili ni katika maelezo haya yake John Kameta, mwenyekiti wa shirika la raia katika eneo hilo. Waliweza kubeba moto marke ya Ujue EG150, wakabeba ekran ya 32 pouces, wakabeba telefoni mbili za Android, wakabeba vile telefoni ya matush. Ni jambo ambayo tunashukuru sisi kama shirika la raia, tukitoa pole kwa jamaa ambayo iliweza kuingiliwa, na tunaita wakubwa waweze kufanya kazi yao kama vilivyo, maske si haieleweki mabandia kutatiza wakaaji kila siku kwa kucha, na hakuna ile ambayo inabadilika. Kwa hiyo kama
societe civile tunapaza sauti na kuwaita waweze kuona nini wataweza kufanya. Également tunaita population kuile ambao tunataya collaboration mais aussi na kuweza kuwa alerte wakati kunakuwa watu ambao tuna suspecte. Tubaki tu katika eneo hilo. Hali ya usalama imeripotiwa kuzorota asubuhi ya siku ya pili ya tarehe 23 mwezi Septemba mwaka 2025 ndani ya tarafa za Masisi na Walikale baada ya mapambano iliyoshuhudiwa katika vijiji mbalimbali vya tarafa hizo. Shirika la raia la mahali limeeleza kwamba mapambano yaliyosababisha silaha nzito kusikika yalishuhudiwa kati ya kundi la wazalendo Nyatura dhidi ya wahasi wa M23 AFC. Mapambano mengine yaliripotiwa ndani ya kijiji cha Nyabikeri yaliyokutanisha kundi lingine la wazalendo na wahasi hao wa M23. Hivyo mapambano yanaripotiwa kuegemea kwenye milima ya Bibwe na Nyabikeri. Hali hiyo imesababisha harakati za uchumi na biashara kuzorota, vile hata shule kufunga milango yao na wakazi wengi kuyahama makazi yao. Tumalizia habari zetu na ukurasa wa kimataifa. Kama tulivyokujuza kwenye vichwa vya habari zetu ni kwamba kupitia mkutano mkuu wa 80 wa Umoja wa Mataifa ulioendeshwa siku ya pili ya Septemba 23 mwaka 2025, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo aliendesha madai kwa utambuzi wa mauaji ya Wakongomani kwa ajili ya uchumi. Felix Tshisekedi aliendesha madai yake hayo kwa ajili ya uundwaji wa tume ya uchunguzi na kuiwekea bajeti yenye itafanikisha kisheria. Katika maneno yake alisisitiza kukataa mauaji ya Wakongomani ya aina ya uchochezi. Wakati wa maongezi yake pia Rais Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo aliongelea nafasi kuu ambayo nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inayo kwenye Baraza la Usalama kwa kuchangia kwa agenda mpya kwa ajili ya amani, zikiwemo uongozi wa mali na ubadiliko wa baraza, pia kupiganisha uchimbaji haramu wa madini ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni kwa habari hizi za kimataifa ndipo utakuwa tumewekea nanga habari zetu za siku ya leo ambazo zimesomwa nami mtangazaji wako Taisi Ulonja Kakozi. Bye bye.